Viongozi wa dini wahimizwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kudumisha amani, umoja na mshikamano nchini ili kuweka mazingira tulivu yatakayowezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Na katika michezo, ligi kuu ya soka Tanzania bara imeendelea jana kwa mechi mbili kubwa kupigwa kwenye viwanja vya miji ya Manyara na Dar es Salaam, ambapo Azam FC walicheza dhidi ya Yanga. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos. Tunaianza taarifa yetu ya habari. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea kuenzi mchango wa viongozi wa dini waliotangulia mbele ya haki kwa kudumisha maadili, mshikamano na amani katika jamii. Waziri Balozi Omar alitoa wito huo alipokuwa mgeni rasmi katika dua na harambee ya kuombea mashekh waliotanguliwa mbele ya haki iliyofanyika Buguruni Malapa jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo na viongozi wa dini, serikali na wananchi wa Buguruni, Balozi Omar amemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwawezesha washiriki kukutana katika mkusanyiko huo wa heri wa kuwaombea mashekh, wazazi na ndugu waliotangulia mbele ya haki. Katika hotuba yake alimpongeza diwani wa kata ya Buguruni Zahoro Muhaji kwa uongozi wake na kwa kuendelea kuhamasisha shughuli zinazojenga mshikamano wa jamii pamoja na kuheshimu na kuenzi mchango wa viongozi wa dini. Lakini kubwa hasa kwenye zaka na sadaka, zaka ya mali na sadaka. Kwa zaka tunajua walengwa wake ni nani, lakini sadaka imeelekezwa zaidi kwa wale ambao wenye uhitaji, wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo yule aliyenacho ambao Mwenyezi Mungu alimruzuku akampa, anapaswa atoe kwa ajili ya kusaidia wengine. Buguruni imekuwa na mabadiliko makubwa katika upande wa maadili, lakini viongozi hawa wameona hapana, hatua iliyofikia bado hawajaridhishwa. Kwa hivyo bado wanahitaji kuona siku moja mtu anadondosha fedha yake, basi anakimbiliwa na kuambiwa bwana, hela yako umedondosha hii. Na huko insha Allahu taala tutafika. Mwaka jana tulifanya jambo kama hili, tulikusanya kiasi cha pesa kingi tu, ilienda kuwasaidia wenzetu wa msikiti wa Msufini pale. Msikiti, tunashukuru Mungu, mashallah, msikiti sasa umesimama, ile sehemu washavunja, wanaswalia sehemu mpya na ujenzi bado unaendelea. Kwa hiyo haya mambo yana faida. Katika hatua hiyo hiyo, Balozi Omar alizindua rasmi harambee iliyolenga kusaidia shughuli za kidini na kijamii na maendeleo ya jamii ya Buguruni. Viongozi wa dini wametakiwa kuendelea kushirikiana na serikali katika kudumisha amani, umoja na mshikamano nchini ili kuweka mazingira tulivu yatakayowawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Tupate taarifa zaidi. Ni katika futari iliyowakutanisha viongozi mbalimbali wa mkoa wa Dodoma, wakiwemo wa serikali, dini, mila na wanasiasa. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule anabainisha matunda ya ushirikiano huo miongoni mwa viongozi hao, hususan ni wa dini. Mkoa huu umeendelea kuwa na amani, umeendelea kuwa na utulivu, lakini umeendelea kuwa na mshikamano na watu wake. Si kwa bahati mbaya, kwa sababu viongozi wa dini sisi tumesimama na nyie mkasimama imara kumwita Mungu katika kuibariki Dodoma. Na hii inaendelea kuimarisha mshikamano, upendo, halikadhalika inaongeza udugu ndani ya mkoa wetu wa Dodoma kwa viongozi wote kukaa pamoja kushiriki kwenye jambo hili kubwa. Kwa upande wao, viongozi wa dini wameonyesha kuridhishwa na kazi inayofanywa na serikali, huku wakizidi kuliombea taifa amani. Dodoma ni fahari ya Watanzania, kero yako ni wajibu wangu, haikukomea kwenye kinywa tu, bali imeenda kwenye utendaji. Lakini tunaliombea taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liendelee kudumisha amani yake na utulivu. Tunamwombea rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote waandamizi. Mwenyezi Mungu awalinde, awahifadhi, awatunze kama wanavyotutunza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni
amesema mafanikio ya ajenda ya nishati safi ya kupikia nchini yanahitaji ushirikiano wa wadau wote ikiwemo serikali, taasisi za elimu, taasisi binafsi, asasi za kiraia pamoja na wananchi kwa ujumla katika kufikia lengo la Tanzania lenye mazingira safi, afya bora na maendeleo endelevu. Amesema ajenda ya nishati safi ya kupikia ni ajenda kubwa duniani, huku takwimu za kimataifa zikionyesha kuwa zaidi ya watu bilioni 2.1 hadi bilioni 2.3 duniani bado wanaendelea kutumia kuni, mkaa, mafuta ya taa na nishati nyingine zinazochafua mazingira. Waziri Masauni amesema hayo mkoani Geita katika ziara ya kikazi wakati akikagua mifumo ya nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya wasichana Geita, ambapo shule hiyo imeamua kuachana na matumizi ya mkaa na kutumia nishati safi. Sasa nyinyi ni mabalozi, na nadhani kama kuna shule yote katika nchi hii haijahama ije kujifunza hapa. Hivyo na mimi nimefurahi kuona jambo hili linafanyika shuleni, kwa sababu watoto hawa watakuwa mabalozi wetu wazuri. Wakitoka hapa watakwenda kuelimisha wengine huko wanapokwenda, ili tuendelee kulinda mazingira yetu. Na changamoto hii ya uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira, tusipoanza nayo katika ngazi za mashule hatutafanikiwa. Nataka nikuthibitishie katika wilaya yetu ya Geita, sisi tulishakubaliana na Mheshimiwa Mstahiki Meya na Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita, tunazo halmashauri mbili, kwamba tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunashirikiana na wadau mbalimbali ili tusaidie taasisi zetu zote kubwa ambazo zina watu wengi sana zihamie kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwetu sisi wilaya ya Geita, kampeni ya matumizi ya nishati safi ya kupikia haina mipaka. Tunataka kuona taasisi zote za serikali na wadau binafsi ambao wana mkusanyiko mkubwa wa watu wote wanahamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi ya nishati safi ya gesi ni rahisi kutumia na ina gharama nafuu. Mathalan, kuni za shilingi 54,146.67 haziwezi kupika chakula cha wanafunzi 525 kwa milo mitatu kwa siku. Matumizi ya nishati ya gesi yanajali afya za watumiaji, yani wapishi. Majiko yanayotumia gesi husaidia kupunguza hewa chafu ndani ya nyumba, hivyo kulinda afya za watumiaji wa shule kwa kuwaepusha na magonjwa yanayosababishwa na moshi, mathalani saratani ya mapafu. Wananchi wa vijiji 13 vyenye wakazi zaidi ya 50,000 na mifugo zaidi ya 100,000 wilayani Monduli mkoani Arusha wameishukuru serikali kwa kuanza utekelezaji wa mradi wa maji safi na salama unaotarajiwa kumaliza adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya maji kwenye mabwawa ya maji ambayo sio salama kwa matumizi. Wananchi hao wametoa shukrani hizo wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge maji na mazingira ambayo imefika hapa na kukagua utekelezaji wa mradi huu, huku ulazaji wa mtandao mabomba za kusambaza maji ya mradi huo ikiwa imekwishaanza kwa vijiji nufaika. Kuonekana dalili kwamba tunaanza kupata hayo maji. Kuanzia Tanzania ipate uhuru, hatujawahi kunywa maji ya bomba. Tunakunywa maji tunayoshare na wanyama. Tunashare na tembo, ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda, kila kitu wanakunywa na sisi tunakunywa. Tunaamini kwamba mradi huu utaenda kutekelezwa na sisi kama wananchi wa kata hii na wananchi wa kijiji cha Mtimoja, Harakata na Harakaria tutaenda kupata maji safi na salama. Kamati hii ya kudumu ya Bunge imeitaka mradi huo kukamilika kwa wakati ili kuleta tija inayotarajiwa na wananchi wanufaika. Pamoja na nia nzuri ya serikali, basi na yale matarajio ya wananchi yafikiwe kwa wakati. Sisi kamati tutahakikisha unamalizika na fedha hizo zitakuja. Na muda wa mkataba katika mradi huu ni kufikia mwezi wa 12. Kwa hiyo tunaamini kwamba uzalishaji, kwa sababu tumeshapewa uhakika mpaka mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mabomba yote yatakuwa yameshakamilika. Na kama yatakamilika, manake mradi wakati tunalipa ile hati ya madai ya bilioni 1 wataanza kujenga lile tenki, wataanza kuandaa mbauti, wataanza kuweka kila kitu kwenye maeneo yake ili kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati. Kutoka wilayani Monduli mkoani Arusha, mimi ni Elia Kimani, Channel 10.
Mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Dr. Batilda Buriani, amesema serikali itaendelea kusimamia ubora wa bidhaa kwa ajili ya kumjali na kumlinda mtumiaji ili kuongeza soko la ndani pamoja na lile la nje. Tupate taarifa zaidi. Ni maadhimisho ya siku ya mtumiaji duniani ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Tanga kwa kushirikisha wananchi ambao wanaelezwa malengo ya kumlinda mtumiaji kwa kumkinga kiafya na maradhi mbalimbali. Maeneo mbalimbali ya nchi yetu yana mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa kitaifa kupitia shughuli za kibiashara, kilimo, viwanda, utalii na uwekezaji. Lakini vile vile kuangalia masuala mazima ya mazingira na kuona kwamba shughuli zote zinafanyika zinaenda sawia na malengo mazima ya kumweka binadamu katika hali ya usalama wa kiafya. Tuna huduma ya majiko janja na ni nafuu zaidi kupikia umeme kwa sasa kuliko kupikia mkaa. Katika maadhimisho hayo zimebainishwa baadhi ya changamoto ambazo zinafanyiwa kazi mara kwa mara ili kuwalinda watumiaji kwa nyakati zote. Mamlaka huwa inafanya juhudi ya kuhakikisha kwamba inaongeza vyombo vya usafiri kwa kuwaomba watoa huduma kama wana vyombo vingine ambavyo labda walikuwa wanapeleka sehemu nyingine kuvipeleka kwenye vile mikoa ambayo ina abiria wengi. Za uchakachuzi wa mafuta na ndani zimekuwa sana. Kwa hiyo eneo hilo limefanywa vizuri. Kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vikiwa salama na uhakika wa kufika kwa wakati. Lakini maji safi na salama yanalinda afya ya jamii. Kilele cha maadhimisho ya siku ya mtumiaji duniani kina kauli mbiu isemayo bidhaa salama, watumiaji wenye kujiamini. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Wakati mfungo wa mwezi mtukufu karibia kumalizika, waumini wa dini ya Kiislamu waliotekeleza ibada ya funga wamekumbushwa kutoa zakatul fitri kwa makundi maalum yakiwemo yatima, wajane, wazee na wasiokuwa na uwezo ili kukamilisha funga zao. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA wakati akitoa zakatul fitri kwa maimamu na walimu wa madrasa zaidi ya 400 pamoja na utoaji wa zawadi kwa wanafunzi na watoto kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitri. Baadhi ya maimamu wameishukuru taasisi ya misaada ya kimataifa ya Abdul Aid ambayo imekuwa ikipokea misaada ikiwemo ya zakatul fitri na kutolewa kwa makundi hayo maalum. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu wapate zakatul fitr. Kama tunavyojua, zakatul fitr ni faradhi kwa kila Muislamu mwenye uwezo. Hata kama Muislamu huyo kazaliwa leo kabla mwezi kuandama wa Eid, anatakiwa atolewe zakatul fitri na mlezi wake. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba tushirikiane katika mambo ya kheri kama haya. Hivyo ninatoa wito kwa wale ambao wenye uwezo waungane na taasisi kama hizi ili kusaidia Waislamu, ili kusaidia jamii, na wanafanya hili kwa kutarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila yule ambaye mwenye uwezo, basi jambo kama hili ni bora sana na ni jambo ambalo limehimizwa sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa na wahimiza Waislamu popote duniani walipo, Tanzania na nje ya Tanzania, ni muhimu kumuunga mkono Sheikh Arif, lakini pia ni muhimu kutoa zaka. Kwani zaka usipotoa, saumu yako inakuwa haijafika, inaning'inia hata mbinguni haijafika. Sasa kwa nini usitoe zaka? Mtu una madhaifu mengi ndani ya Ramadhani. Yale madhaifu yanafukiwa, yale mashimo yale ya saumu yanafukiwa sababu ya zakatul fitri. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imeitaka Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro kuhakikisha mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya Morogoro unakamilika ifikapo Machi 27, 2026 kama ilivyopangwa ili kuanza kutoa huduma za afya kwa wananchi na kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa huo. Maagizo hayo yametolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Florence Kiombo wakati wa ziara ya kamati ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa hospitali hiyo, ambayo amesisitiza umuhimu wa kukamilika kwa mradi huo kwa wakati ili wananchi waanze kunufaika na huduma za matibabu katika hospitali hiyo mpya. Haya majengo ambayo tumekagua ambayo yana bajeti ya milioni 900 katika mwaka wa fedha 25-26 tumeona yako 75%.
Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tumewahamasisha kwamba waongeze spidi, kwa sababu mkataba ulitakiwa uishi tarehe 27 Machi, na naamini ndani ya muda huo wakifanya kazi usiku na mchana wataweza kukamilisha ujenzi huo. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tunasisitiza kwamba majengo haya yakamilike ndani ya muda ili wananchi waanze kupata huduma kwa. Akiwasilisha taarifa utekelezaji wa mradi huo, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Morogoro Dr. Angela Kalimanze amesema zaidi ya shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa majengo 28 ya hospitali hiyo, ambayo utasaidia kupanua huduma za matibabu na kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa manispaa ya Morogoro na maeneo ya jirani. Ujenzi wa hospitali ya manispaa ulianza mwaka wa fedha 2021-2022. Jumla ya shilingi bilioni 7 zinatarajiwa kutumika kujenga majengo, miundombinu 28 ya afya. Hadi sasa ujenzi wa hospitali ya manispaa umegharimu jumla ya shilingi bilioni 2,878,800 kutoka serikali kuu. Aidha, jumla ya shilingi milioni 146 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kilitolewa ili kukamilisha ujenzi la jengo la wagonjwa wa nje, yaani OPD, na tenki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 100,000. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Kaya 6 zenye takriban watu 60 katika kijiji cha Njicha Mikoroshini wilayani Magu mkoani Mwanza hazina mahali pa kuishi baada ya nyumba zao kubomolewa katika mgogoro wa kifamilia kufuatia mmoja wa ndugu wa familia hiyo kudai ni wavamizi. Ni majira ya jioni, jua likizama, Channel 10 ikibisha hodi katika kijiji cha Njicha Mikoroshoni wilaya ya Magu mkoani Mwanza na kukuta wazee, wanawake na watoto wakiwa na nyuso zenye simanzi wakitafakari watakapojihifadhi usiku baada ya nyumba zao kuvunjwa. Yaani cha kusema tu, naomba Rais Samia atusaidie kwa hili lililotokea. Yaani atusaidie kabisa, yaani uonevu. Sisi hatuna hela za kuwa tunahonga hata mahakamani, lakini wenye hela ndio wamekuja kuvunja nyumba bila maelekezo yoyote. Tunaomba Rais atusaidie kwa hao wote wazazi wetu walioasiliwa na nyumba zao. Anakuja kunionea mimi kama ni shangazi yake. Hayo anakuja kubomoa. Sawa, anadai ardhi ya bibi yake. Nikamwambia bibi yako yuko wapi? Baada mimi nidai nani hii ardhi ya mama yangu au ya bibi yangu mimi. Na wewe je, umetokea wapi? Akasema utatoka na utatoka. Sitoki. Na mpaka sasa waasikari na nilimshika. Na mpaka wakanishika kabisa, mama achi utakufa. Na nafuu sana nife tu. Wanafamilia hawa wanakiri kutambua mgogoro huo. Hata hivyo, wanakana kuwa na taarifa ya nyumba zao kuvunjwa. Imekuja kama uvamizi. Tulijaribu kutumia mbinu kwamba hili kwa nini limekuja, labda viongozi wetu wanazoita taarifa. Likakosekana kila sehemu, kata, kijiji, mpaka kitongoji. Hawana taarifa za kwamba kuna hiki kinachoendelea. Sasa hivi hatuna pa kuishi. Na mvua zinavyoendelea kunyesha hivi, leo watu wamenyeshewa mvua nje, wamepigwa baridi nje, hawana pa kwenda kama mnavyoona sasa hivi. Tunaomba basi na sisi masikini Rais atuone. Mwenyekiti wa kitongoji cha Njicha Mikoroshoni Salome Daudi ameelezea kusikitishwa kwake na kitendo hicho cha wahusika kutopewa taarifa. Serikali basi itupe msaada, maana haya nayo ni maafa kama maafa mengine. Mimi naona hawa watu wameonewa kabisa, bado ninasema wameonewa. Lakini pamoja na kuonewa hivyo, angalau sasa wangeweka matangazo kabla. Nimezaliwa hapa mpaka nimezeekea hapa. Sasa hivi nina miaka 70. Natumia tu maeneo hayo kulima. Nashangaa sasa jana tena tunakuja kubwamiwa kupomolewa nyumba. Wakazi hao ambao ni ndugu wa familia moja wanadai kudumu katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka 70. Nikiripoti kutoka wilaya ya Magu, Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na katika anga za michezo tunaelezwa kwamba ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea jana kwa michezo miwili kupigwa katika viwanja tofauti. Katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa, Mbeya City walipoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo wa pili ulipigwa majira ya saa 2:30 usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo mwanamichezo wetu Eden Bahati alikuwa shuhuda
wa mchezo huo. Katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya wenyeji Azam FC dhidi ya wananchi Young Africans umemalizika kwa sare ya 0-0. Mara hii tusikie kile ambacho kinazungumza na wadau pamoja na mashabiki wa timu hizi baada ya mchezo kumalizika. Hata watu wao usiku leo wanakuja kutwist agenda ionekane kwamba wao eti leo tuwapulizia sisi. Waongo. Hilo la kwanza. La pili, refari leo faulo zote ambazo Azam FC tumefanyiwa. Katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya wenyeji Azam FC dhidi ya wananchi Young Africans umemalizika kwa sare ya 0-0. Mara hii tusikie kile ambacho kinazungumza na wadau pamoja na mashabiki wa timu hizi baada ya mchezo kumalizika. Hata watu wao usiku leo wanakuja kutwist agenda ionekane kwamba wao eti leo tuwapulizia sisi. Waongo. Hilo la kwanza. La pili, refari leo faulo zote ambazo Azam FC tumefanyiwa. Au bwana, refa alikuwa atoi kadi. Ukimwangalia Mdathiri yeye anajua Azam, Feitoto anajua Yanga. Ukiona ni jinsi ambao watu tumekutana kwamba wachezaji wa Yanga wengi wanajua Yanga, wanajua Azam na Azam wanajua Yanga. Kwa hiyo tumekutana ni watu ambao ni majiant ambao hata wanakuambia ni Dar es Salaam Dabi, ni Dar es Salaam Dabi kweli kweli. Kama mwaka huu tunapambana kuendea ubingwa, hatutaacha mtu yoyote au kitu chochote kikae mbele yetu. Vinginevyo ni kadari Mungu alivyotupangia, lakini sisi mnaona wachezaji wetu wako disappointed wakifanya vibaya, wanafurahia wakifanya vizuri, na wakiwa uwanjani wanapambana ili kufanikisha lengo. Na matukio yametokea uwanjani ambayo refari mwenyewe na lazima ndio walikuwa pembeni wameshindwa kuyatafsiri, kama chance ya Prince Dube kwenye eneo la hatari mchezo wa foul pale na Idinado, refari akashindwa kutafsiri kama ni penalty. Kutoka hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mimi ni golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati, na hii ni Channel 10 michezo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.